Mmesikia ile kesi ya muhindi wa Simba ile Abisai? Mmesikia ile kesi anayotuhumiwa yule muhindi wa Simba? Muhindi wa Simba alijitokeza hivi karibuni kionekana kama kutoa maneno kwa mzabuni, na baadaye kaonekana tena muhindi kakamatwa, sijui ameenda kusaidia mamlaka husika kuelezea aliokuwa anaeleza, lakini taarifa nilizozipata juzi kwamba jamaa anatuhumiwa kwa kosa la kuuza jezi feki. Muhindi wa Simba kwa ana duka? Muhindi wa Simba. Sasa sijajua labda anasambaza, unajua vitu navyo hivi, lakini ni tuhuma ambazo nimezisikia. Bwana, kumbe tunawatafutaga wezi kwa maana ya kuuza jezi feki. Kumbe wanapatikana, na sijui itakuwaje kama kesi hiyo anakutwa nayo. Ndilo ambalo naliwaza zaidi. Na nimemtafuta sana muhindi wa Simba. Umemtafuta muda mrefu, na hata sasa namtafuta hapa muhindi wa Simba aweze kututhibitishia tuhuma hii ambayo inayozungumzwa kwa hivi sasa kwamba anahusishwa na kuuza jezi feki za Simba. Sasa naona simu yangu imekuwa ni ya moto sana kuishika. Haishiki. Anajua utakachomuuliza, ndio maana au tumshambulie. Amesha predict. Ndio niko napambana naye sana tangu asubuhi. Nimekuona pale. Na mtafuta sana muhindi wa Simba. Ni kweli hiyo story Jonas nimeipata kwamba muhindi wa Simba alishikiliwa na polisi. Na baada ya kushikiliwa, awali watu wengi walikuwa wanajua ni kwa sababu ya approach ambayo si nzuri ya kumshambulia mzabuni wa jezi wa klabu ya Simba, Mr. Joseph Rwegasira, kupitia kampuni yake Jairut, ambaye ndio wazabuni wa kutengeneza vifaa vya michezo vya klabu ya Simba, ndio kwa lugha rahisi jezi kama watu walivyozoea. Kwa hiyo alikuwa anaonekana akitoa mitazamo yake kuhusiana na biashara ya Jairut na nini. Ikaaminika Jairut ndio amemchukulia hatua za kumpeleka kwenye vyombo vya usalama. Lakini kwa taarifa ambazo nimepata Jumapili, nilisikia kwamba moja ya tuhuma yake kule ni hiyo issue ya jezi feki. Okay. Sasa wale wanaosema wanaotoa taarifa wanatoka kutoka kwenye chanzo cha usalama. Ndio wanatoa hiyo taarifa. Kwamba alishikiliwa kwa sababu ya issue za jezi feki. Kwa ndio maana tunamtafuta asemeje, atoe neno, atuambie mwenyewe bana hizo taarifa ni kweli, na kama ukweli zimefikaje, nini kinaendelea. Unamtafuta sana muhindi, unamtafuta sana. Simu yake inaita tu muhindi wa Simba. Simu yake inaita tu. Simu ya muhindi inaita tu bwana. Na leo amekataa kushika leo. Au pengine ameenda kwenye tokea assembly ile. Kwenda kule kuswali pengine. Sasa toka sasa. Kinitokea asubuhi. Muhindi wa Simba, simu yangu upokei bwana. Muhindi wa Simba. Muhindi wa Simba, tuambie nini shida bwana. Bwana. Muhindi wa Simba. Mbona bwana? Okay. Asante sana. Ni hatari sana. Sasa sijajua na ule mwingine mzee Malinyi naye. Imekuaje? Lakini tu cha kujiuliza ambacho mimi najiuliza, sawa, kama itakuwa iko hivyo muhindi wa Simba atakapopokea tutaijadili. Sijui niwekaje ili nieleweke, lakini wazungu wenyewe wanasema it is what it is. Kwamba inafikirisha kuona upande huu kama wamempa tuhuma hizo muhindi wa Simba, lakini mimi kuna baadhi ya clips, kuna baadhi ya maeneo nimemwona pia muhindi kuna wakati of course anakosoa vitu ambavyo Jairut anavifanya, hata kama ambavyo vimetimia, lakini kuna muhindi kuna wakati huwa anavikosoa. Sasa hapo ndo najaribu kuangalia, lakini muhindi huyo pia anatajwa kwa upande wa pili huku kwa upande wa mwekezaji. Haiwezi kukoleza shida ambazo zinaendelea, kwamba kwa hisia za kwamba huyu muhindi anatumika labda upande huu wa pili, basi wacha tumkomeshe kwa shida hii. Ndicho ambacho nakiwaza na hitimisho la hii timu ya Simba linakoelekea hadi mwisho wa ligi, msimu unaisha, sijui watakuwa wameshafungana wangapi. Usicheke Abisai, najaribu kuwaza tu kwa faida ya mpira wetu yani. Unajua kuna mawazo ya kawaida alafu kuna ukweli wenyewe. Mawazo ya kawaida ni iko anachowaza Jonas, kwamba kila alichokuwa kitoa Jairut, muhindi wa Simba alikuwa mstari wa mbele kukikataa na kukosoa.
ambao kimsingi ana haki, sio hivyo? Kwa sababu naye ana mapokeo yake na ni mwanachama. Lakini kama amejadili kuhusu kampuni ya mtu, kuna namna yake pia kuiongelea. Ndio maana anahusishwa na mambo ya usalama, anapelekwa kwenye vyombo vya usalama, lakini ukweli wake ndo anajua, ndo anajua kama ni kweli au sio kweli. Ndio maana akasema kuna mtazamo. Yani hata mimi nikiwaza eneo la kwanza, picha mbaya ndo inayokuja ndo hiyo ulivyozungumza kwamba anaonekana muda mwingi anakosoa mambo ya Jerut. Kwa hiyo kama ameteleza, anaonekana ni mtu wa upande mwingine. Kwa tayari inakuwa ni mgongano wa maslahi. Lakini je, hata kama akiwa anatumika upande huo wa pili mwingine, maana yake je, huyo ambaye anamtumia anajua kama anauza jezi na anakumbatia hilo swala? Maana yake twende direct, labda mwekezaji huyu ambaye anatajwa Muhindi wa Simba kwa upande wa mwekezaji. Mwekezaji anajua kama Muhindi anauza jezi fake, na kama anajua tafsiri yake anakumbatia hilo swala linaloendelea. Binafsi mimi sijui kama Muhindi anauza jezi. Mimi ndo nimesikia kwenye story. Uje kusikia hata mtaani? Yaani sijawahi kumsikia anauza jezi. Kuna watu wa Simba na wajua wanafanya hizo biashara, wakina Agi Simba, wakina Miri Simba, wakina Dr. Mo, wakina JB, wakina Kisugu, nani mwingine, Mzalamu wa Simba. Kajua hata kumtaje Mnolela. Mzalamu wa Simba. Mnolela hapana. Umeona kwa Muhindi wa Simba hapana, sija kusikia. Na ndio maana hata niliposikia kwa uhusisho na issue ya jezi nimeshtuka. Nilijua ni kuchafua brand ya Jerut kupitia maoni yake, ndio nilijua huko. Lakini sio masuala ya jezi. Sio masuala ya jezi. Nguvu moja ipo sekunde hizo kwa Simba, ama wairudishaje? Au wasubiri au waendelee kumwangalia mwananchi akipigania ubingwa, tutarudi. Wanaotoka bench kuna maeneo mengi hawapishani sana na ambao wapo ndani. Mtazamo wangu upo hivyo. Tofauti na Simba Kasali na Abel hayupo tu kwenye ile shape ya ushindani, ila kama angekuwa na shape ya ushindani kwa ligi hapa sidhani kama ni shida. Ile kudaka, kwa sababu ashai kudaka hapa, kaongoza saves misimu miwili akiwa Prisons moja, akiwa KMC moja, nikipa mshindani sema ndio ile alikuwa chezi. Namba 2 wana David Kameta ambao wao wanamwamini, wamempa mechi nyingi. Wana Chilambo kaongezeka, Shomari akiwa fit, wao wanaweza kucheza mechi wale. Haya, kushoto wanaye Kibabagi, wanaye Mligo, wote wamewapa mechi tafu, wamecheza tena. Mligo msimu uliopita ndo alikuwa chaguo namba 1 kule. Katikati wana Ture, wana Rushain, wakipona Hamza na Wilson Nangu, huo ni upana wa kikosi.